tena wakiwa wametoa taji hilo misimu 4 mfululizo. Bwana, uongozi wa mabingwa wa NBC Premier League Young Africans umetolea ufafanuzi juu ya sababu za msingi zilizosababisha mshambuliaji wao Clement Mzize kushindwa kuhudhuria hafla ya utolewaji wa tuzo za shirikisho la soka barani Afrika zilizofanyika jana Novemba 19 mwaka huu nchini Morocco. Kumezuka mijadala juu ya ni kipi ambacho kimesababisha mchezaji huyo kuto kuonekana kwenye hafla hiyo, ambayo ni platform kwa wachezaji, lakini pia kuonekana kwa kile ambacho wamekifanya kwa uzuri kabisa katika msimu husika wa mashindano. Na tumemtafuta afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Alikamwe, nazungumza nasi moja kwa moja kuhusiana na kilichotokea kwa mshambuliaji wao Clement Mzize. Tarehe 10 mwezi huu Novemba tarehe 10, CAF kupitia TFF ofisi ya katibu mkuu naweza kuwatafuta wakathibitisha hili. Waliwasiliana na sisi kutujulisha kwamba mchezaji wetu Clement Mzize ameingia kwenye finalist ili ya goli bora na anatakiwa asafiri kwenda Morocco, mji wa Rabat. Nikumbuke Mzize anakwenda kule na CAF walieleza kila kitu ambacho watampatia, ikiwemo safari ya ndege business class go and return, wakaeleza full board accommodation kwa muda wote ambao atakuwa Rabat, lakini la tatu walieleza usafiri wa ndani wa pale wakati yuko Rabat. Hivyo ni vitu ambavyo walivieleza na wakatuomba club tuweze kuwasiliana na mchezaji aweze kujiandaa na hiyo safari. Lakini baada ya hapo Mzize alitafuta sisi yeye mwenyewe kwa bwana, kwa ushauri ambao nimepewa na daktari, sioni kama ni nzuri mimi kusafiri kwenda Rabat. Toka kufanyia operation ya goti, na goti ni eneo sensitive sana kwa mchezaji. Nimeona baadhi ya watu wanafananisha lile jeraha la Ashraf Hakimi na jeraha la Mzize, majeraha makubwa kwenye mpira, lakini mkitafuta pia wataalamu wa afya za wachezaji watawaelezea how sensitive goti ni jeraha baya kwa mchezaji kuliko hata sehemu ya enka. Akatushauri hivyo kwamba mimi siwezi kwenda. Kwa hiyo tukawasiliana CAF kwamba siwezi kwenda kwa sababu hiyo. Na CAF wenyewe wenye tuzo zao walihitaji kupata hizo ripoti za daktari, wakaongea na madaktari na wakathibitisha. Jana wakati wanatangaza, utamsikia yule mtangazaji anasema Mzize ametoka kufanyiwa upasuaji hivi karibuni, hivyo ameshindwa kusafiri. Yule mtangazaji yule dada aisema hivyo. Maana yake taarifa ilikuwa ipo clear kwa wao. Na kama ingekuwa ni taarifa ya uongo au taarifa yenye walaki, wasingeweza wao kuifanya kuwa credible information, kuitamka kwenye hafla kubwa kama ile. Na hata CAF baada ya kuona hilo wakatuambia basi kuna option ya kurekodi video. Kuna video uliona pale? Naam. Option ya kurekodi video, wakatupa script, wakasema kama ikitokea ameshinda, kwamba hivi tumewatumia wachezaji wote ambao wanagombea, kama ikitokea ameshinda itaplay pale ukumbini. Kwa hiyo ni Mzize mwenyewe kwa ushauri wa madaktari ambao ni madaktari waliomfanyia. Tena mtu mwingine amechanganya kwamba daktari wa Yanga. It's not true. Daktari wa Yanga alikwenda hospitali na Mzize kufanyia vipimo, lakini wako specialist wengine ambao ndio walishiriki kwenye operation. Kwa hiyo kwa daktari wa Yanga haimaanishi kwamba wewe ndio unakwenda kuchana wachezaji, unakwenda kufanyaje, hapana. Wewe unafanya consultation na idara nyingine za madaktari specialist kama hawa wafanya operation za goti, wao ndio wakafanya na wao ndio wakarecommend kwamba mchezaji asisafiri kwa sababu kupona goti kuna hatua zake. Sasa mtu mmoja anasema mbona ameweza kwenda Sinza, ameshindwa kwenda Rabat Morocco. Sasa huyu kumjibu, unamjibu vipi sasa? Mtu anamwona ameshindwa kwenda Sinza, maana mtu huyu atakuja kukwambia mbona hata nyumbani kwake analala. Anatakiwa akae hospitali. Kwani karuhusiwa hospitali kaja nyumbani? Maana huyu ni mtu ambaye ana dhamira ya kukosoa kwenye kila jambo, ndio dhamira hiyo. Na ninakuhakikishia mimi Nixon, Mzize angesafiri kwenda Rabat, umbali huo unaoelezwa, connections and day kila kitu, alafu Mzize akawa hajashinda hii tuzo, watu hawa wangetamka tena kwamba club haimthamini huyu mchezaji. Inajua ana jeraha kubwa lakini imemsafirisha. Ameenda ili ajitoneshe. Yaani watu hawa wanaongea. Huyo ni afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga, Edgar Kibwana, Ali Shaban Kamwe, akitolea ufafanuzi. Unajua kulikuwa na mijadala. Unajua msingi ni kwamba tulimuona mtu kama Ashraf Hakimi
akiwa ana magongo yale. Unafahamu alikutana na kadhia kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa kama sikosei. Yes. Aliumia. Kwa hiyo kwenye platform ile kubwa ambayo macho masikio ya wapenzi wa kandanda duniani yalielekezwa pale, watu walikuwa wanatamani kumuona Clement Mzize, wakiamini kabisa kwamba licha ya majeraha alionayo kuna namna ambavyo ingefanyika kama ambavyo tumemuona Ashraf Hakimi. Kwa hiyo taasisi imeibuka na kutolea ufafanuzi, kumbe ni mchezaji yeye mwenyewe kwa kushauriwa na daktari wake. Akaona bwana, ni vyema ni taarifu taasisi yangu naofanya nayo kazi kwamba bwana, daktari amenishauri nisafiri kwa sababu kwa mazingira nilionayo ya kiafya. Ni Clement Mzize, sio Yanga. Sahi, na tumpongeze by the way kwa tuzo. Yeah, kwa sababu inabakia katika kumbukumbu ya taifa hili katika mchezo wa soka kwamba mchezaji mzawa Clement Mzize amekushawahi kushinda tuzo za CAF. Ngawa pia nyuma Bwana Samata ameshawahi pia kushinda tuzo za CAF akiwa na TP Mazembe. Akiwa na TP Mazembe. Bwana Samata kama Mtanzania. Yes. Na nimependa ufafanuzi wa Ali. Kwa maana ya kuondoa sintofahamu. Hakika. Mijadala ilikuwa mikubwa sana. No. Lawama zilikuwa nyingi sana. Na hasa baada ya kuonekana ile clip akiwa dukani kwake. Maneno ilikuwa mengi sana. Ilikuwa pale Sinza. Yani wewe unakuwa winga, wenzako wanachukua tuzo, wewe winga. Wewe bwana unadalalia jezi. Bwana vipi? Jamani, si duka lake, sasa inapangia cha kufanya. Kweli. Lakini mtu anapangiwa cha kufanya. Lakini watu walikuwa lazima washtuke kaka. Ile ni jambo la kimkakati. Unajua mchezaji kuonekana kwa platform ile. Yani Ali anasakafia kwa mapana kuhusu taarifa ya namna gani Mzize ameshindwa kwenda katika nchi ya Morocco. Of course alikuwa ni matumaini na matamanio ya Watanzania wengi kumuona katika ile jukwaa, kwa sababu ile jukwaa ni platform ambayo imeunganisha dunia ndani ya Rabat, Morocco. Sahihi. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema kumuona Mtanzania anapanda katika ile stage akizungumza na hadhara ambayo ilikuwepo pale. Lakini kwa maelezo ya Ali yanatosheleza kabisa kuua mijadala sintofahamu ya nini ambacho kimepelekea Mzize akashindwa kwenda Morocco. Kwa hiyo taarifa iwafikie ni kwamba ni mchezaji ambaye alifuata ushauri wa kitaalamu, ndio akawasiliana na klabu yake ya Yanga kuambia bwana, pamoja na yote hayo yaliyomema, kwa ushauri wa kitabibu bwana, mimi niswae nini. Kwa hiyo kumuona Sinza sasa ni mipango yake, yani mipango yake kumuona Sinza justify taarifa ya kitabibu. Yani kumuona Sinza tafsiri yake isitoke hukumu kwamba wewe bwana haiwezekani. Lakini kumbe kama tabibu amemwambia bwana wewe inabidi utulie, au inategemea na natamani sana kujua kwa sababu operation yake ni ya goti. Yes. Natamani sana kujua kitabibu kwa mchezaji ambaye amefanyia operation ya goti. Una mashaka na Dickson Masanja? Masanja amemtafuta mtaalamu wa tiba ama afya za wachezaji Dr. Sufiani Juma ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wataalamu wa tiba michezoni, kutaka kupata ufafanuzi kitabibu kuhusiana na jambo hili. Imekaa vipi? Huyu hapa anafunguka zaidi. Niseme kitu moja, majeraha ya mchezaji Mzize yana daktari wa timu ndiye anayejua vizuri sana kuliko sisi wa pembeni, kwa sababu kunapotokea issue fulani naweza sisi tukaintervene kama chama cha madaktari wa michezo kutaka kujua mchezaji anaendeleaje. Lakini so far kama hakuna hilo, tunaamini madaktari wetu wenye uwezo mkubwa na wanaweza kudili na hizo cases ambazo sana. So kwa kifupi niseme sina hakika na ukubwa wa jeraha la Mzize. Je, ningekuwa na uhakika ningejua inaweza kumfanya asisafiri. Akisafiri umbali mrefu wakati huo kutakuwa na majeraha gani, kutakuwa na madhara gani au hakuna. Kwa labda tuniseme kwa ufupi, kusema ukweli siwezi kutolea maelezo unless labda nilikuwa nimecommunicate na daktari wake wa timu. Lakini ni majeraha yanayotokana na upasuaji wa goti yanakuwa ni hatari kwa kiasi gani kwa mchezaji? Goti kama goti ina majeraha ya aina nyingi, zaidi ya majeraha ya aina 5. Halafu hayo majeraha ya aina zaidi ya 5 unaweza ukakuta ile severity inatofautiana. Kwa mfano
kuna majeraha ya ligament peke yake, kuna majeraha ya kile kombe cha mguu tunaita patella, kuna majeraha ya meniscus, kuna majeraha yani aina tofauti tofauti. Sasa pia hayo majeraha itategemea na seriousness ya hayo majeraha, kwa sababu mtu mwingine anapata majeraha na akasafiri tu na isimwathiri sana, ya kufika mwani kidogo kwa na kukala za muda mrefu, either ni kwenye ndege au kwenye gari whatever. Lakini kwa generali majeraha ya goti, japo majeraha yakiwa ni serious, kuruhusiwa kukaa muda mrefu sehemu moja bila kukunjua mguu. Ukiwa umekaa masaa 4, 5, 6 eneo moja, hata kama ni ofisini, yani sio kwamba uwe safari kama ni ofisini huruhusiwi. Utakiwa kwa muda mrefu umekunjua mguu, especially majeraha ya goti. Na jeraha ambalo alionekana nalo mchezaji wa Morocco na timu ya PSG, Achraf Hakimi, alikuwa na jeraha la kwenye enka. Pia madhara yake yanaweza yakawa makubwa kiasi hicho. Kwa bahati mbaya jana nilikuwa na mishemishe, sikuweza kuwa karibu sana na runinga kuangalia zile nini, lakini mzunguro bahati mwenambia alikuwa na gari cha kutembelea. Naam. Maana yake ni kwamba kutokana na ukubwa wa jeraha alishindwa kutembea hata kwa kutumia yale magongo zile scratches. Ndio. Ikaonekana atumie kile kigari. Haki ingekuwa ni jeraha dogo dogo hivi angeweza kuwa anachechemea kutumia zile fimbo fupi scratches kutembea. Lakini inaonekana hapana, huyu hawezi kutembea complete gari. Kwa hiyo nirudie tukisema au kushikilia pointi moja, jeraha la enka mtu anaweza akapata jeraha hapo, akapigwa uwanjani, akatoka, akaitoa barafu na akarudi akacheza at the same time, yani muda huo. Lakini ingine anaweza akakaa enka akakaa wiki, ingine akakaa mwezi na zaidi. Kwa hiyo itategemea na severity, yani ukubwa wa hilo jeraha, ambapo ndio unaweza ukasema kwa ukubwa wa jeraha hili huyu anapaswa kweli kufanya hivi au hapaswi kufanya. Kwa kuwa sina uhakika sana na ukubwa wa majeraha ya hao, ndio maana unaona kama ana sita kwenda moja kwa moja. Bwana, ni ufafanuzi wa kitabibu wa bwana Edgar Kibwana. Kwamba kuna nyakati inawezekana kama ulivyomsikia Dr. Sufyan, lakini inategemea na namna ambavyo mmeandaa mazingira ya kuhakikisha kwamba mchezaji ama muhusika hadhuriki. Kama umemsikia vizuri akitolea mfano wa Hakimi, alikuwa amevaa, kuna namna ambavyo waliandaa mazingira ambayo yatamfanya mchezaji, licha ya kwamba anakwenda kwenye mazingira hayo ambayo alihitaji labda kupumzika, lakini kinga tunaweza kusema ya kuepusha madhara. Kwa hiyo kama ilikuwa inawezekana hiyo plan B ingewezekana, basi hata Mzize ingesafiri kwa nilivyomuelewa mimi. Lakini mwisho wa yote ni kwamba Yanga ametoa ufafanuzi. Kwa hiyo huko kwenye vijio vya kidigitali namna gani, vipi, maswali ni mengi sana. Nadhani majibu yamepatikana bila shaka. Na concern yangu kwa hivi sasa ama kile ambacho nakitazama, ataiwahi AFCON kwa majeraha yake? Sidhani, sio rahisi kabisa. Manake kuna majuma machache tokea leo. Leo ni Novemba 20. Yes. Zimebakia siku chache sana. Na uoni kama anaweza akaiwahi ngumu sana. Hiyo ndio ambayo baada ya ufafanuzi wa Ali na huo wa kitabibu, concern yangu ilikuwa ni hiyo, kama anaweza akaiwahi AFCON. Bwana, ni Cassius Yagwanda Coutinho, naye ni miongoni mwa wataalamu wetu ambaye alikuwa anafuatilia story hii kuhusiana na Mzize. Yeye ni tabibu? Sio tabibu, ni mtaalamu wetu wa uchambuzi. Lakini pia mimi nilimuuliza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa masuala ya chapa na ni biashara, thamani, vitu kama hivyo. Nataka kufahamu kwa kina kwa kiasi gani Mzize amepoteza platform hiyo kujitangaza zaidi, kwa sababu ni platform ambayo inatajwa kwamba kila mmoja, kuna wadau wakubwa wa michezo hususan kwenye soka, connection na vitu kama hivyo. Tumsikie Coutinho amezungumza vipi juu ya kile ambacho kimetokea kwa mchezaji huyu wa Kitanzania Clement
Mzize? Kwanza mimi nadhani sio dhambi mchezaji kukosekana kwenye tuzo, sio hatakuwa wa kwanza na hatakuwa wa mwisho. Kwanza let's take that out of the picture kabisa, kwa sababu nimeona watu wana maandiko mengi kwamba kwa nini hajakuepo. Sidhani Mzize kwa nafsi yake binafsi angekuwa ni mpuuzi kiasi cha kusema kwamba hana shughuli ya kufanya, hakuna mechi zote zinazoendelea ambazo anatakiwa kushiriki alafu asiende kushiriki kwenye tuzo muhimu kama zile. Na watu wengi pia wanasema hivyo baada ya kuona ameshinda. Asingeshinda hakungekuwa na story yoyote. So nawaona wachambuzi wengi they are taking that out of the picture, kwamba wameanza kujadili hili baada ya kumuona Mzize kashinda tuzo ya goli bora. Asingekuwa ameshinda isingekuwa story. So imekuwa story kwa sababu Mzize amechukua tuzo hiyo, si ndio? Kwa hiyo let's take that out of the picture. Lakini pia I think watu wengi pia, mimi nimejaribu kuuliza, sijui kama ni data za ukweli, lakini inasemekana hatakiwi kukaa kutokana na tatizo la ama healing anaoendelea kuipata ya goti, hatakiwi kukaa eneo moja kwa muda mrefu. Na wanamfananisha na Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kutoka Ufaransa to Morocco pengine is just ni masaa 4 ni maximum, na anakuwa na private jet yake, umenielewa? Lakini mtu kama mwe kwenda Morocco, mimi ni mwe kwenda Morocco nitumia masaa 15 nadhani. So daktari kwa hivyo sikia wanasema anaweza kukaa eneo moja kwa masaa 7 tu. So ukisema masaa 15 kuna masaa 8 mengine. So kipi achague, ni afya ama uwepo wake kwenye swala la tuzo? So inabidi tuwe na empathy wakati tunajadili. Nikisema empathy ni kujiweka kwenye viatu vyake wakati tunajadili. Sidhani kama ni mwenda wazimu kwenye fursa kama hii, hata kama asingeshinda kukosekana. Na naamini CAF wametuma invite. Sijui kama umenielewa. Kama umetumiwa invite na CAF, hata Yanga sio wapuuzi kiasi hicho kumwambia asiende wakati hana shughuli ya kufanya. You understand? So let's take that out of the picture. So kwa kitu kingine ni kwamba it's true sometimes una miss out kwenye mambo mengi sana, kwa sababu tunaongelea Mzize ambaye hapa karibuni zimekuja ofa kadhaa kwa ajili yake, na hili ndio jukwaa moja wapo ambalo linawaweka watu karibu kwa pamoja na kuunganisha. Na naamini Mzize asingeenda peke yake, pengine angekuwa na baadhi ya watendaji wa Yanga. So that's where kuna conversations za awali zinaanza, lakini at the same time kuna brands kubwa ambazo uwezi jua zinatamani kuingia Tanzania. You can win a lottery ya kuwa labda balozi wa kwanza wa hizo brands zikija Tanzania, kwa sababu tunaona brands nyingi za kimataifa zinaingia Tanzania kila siku. Lakini it's an exposure kwa ujumla kuweza kujifunza kwa wachezaji wengine. Unajua unapokuwa Mzize na ukaweza kukutana na Achraf Hakimi, hata ukimuuliza tu how do you handle your lifestyle, how are you becoming a star every day, kuna tips atakupa. Anaweza atakupa maneno, atakupa nini, atakupa contacts. Unaweza ukaja kuwa mgeni wake siku moja Ufaransa, unaweza kumwalika Tanzania. You make friends. Na watu wanasema utajiri, yani utajiri wako ni cycle yako. So unaongeza cycle, inakujenga. Lakini pia unajua nikwambia kitu leo, mimi nimejifunza kwenda kwenye NBA. The day uko room moja na Stephen Curry, umekaa, nakumbuka ni kwa Egypt, nimekaa sehemu moja na Dikembe, kocha wa Warriors, Steve Kerr, umekaa na Amadou Gallo, umekaa meza moja, wanakuita hey Nicasis come here, mnapiga story kama washikaji zako. It changes your mind. Kwa siku ukija Tanzania ukakuta kuna wakurugenzi na watu gani wamekaa sehemu fulani, unazijua etiquettes za natakiwa nizungumze nini nisizungumze, natakiwa ni pitch nini. Kwa hata kwa Mzize kuna a change in mentality. Ukiachana tu na exposure. Unajua watu wakisema exposure ina comprise mambo mengi, sio tu marketing, sio tu, kwanza kuna kujenga, kuwa na watu wengi kwa pamoja.